Na msemaji wa timu Moses Mpunga anasema hata wangetokea wachezaji wote wa Dodoma Jiji ambao ni senior team, wangekuwa labda wana utovu wa nidhamu, wangepeleka hata under 20 kwenye hiyo mechi. Kwa sababu nidhamu ndio kitu cha kwanza kwenye taasisi yoyote ile. Umeona bana? Na uzuri unapozungumzia nidhamu sio tu ni muhimu kwenye taasisi, ni muhimu pia hata kwa mtu mmoja mmoja. Hata sisi tunafundishwa kawaida individually lazima uweke nidhamu kwenye kila jambo ambalo unalifanya. Yani unazungumzia eneo la fedha, lazima kuwe na nidhamu ya fedha, sijui nidhamu ya muda, na ndio maana unaona Benzo muda ambao tunatakiwa kufika ausini. Yani kila eneo ambalo unatakiwa kulifanya lifanye kwa muda fulani. Ukistick kwenye nidhamu ya muda, nidhamu ya kifedha, automatically unaweza ukafanikiwa. Sasa taasisi nao lazima wawe na vitu ambavyo wamevipanga, na moja ya vitu ambavyo vimepangwa hapo ni kuhakikisha kwamba nidhamu ina take place, inachukua nafasi kwa kiasi kikubwa. Kwa hiyo kama kuna watu ambao wako nje ya utaratibu kutokana na issue za kinidhamu, na as we know kwamba hakuna mkubwa kuliko taasisi, hakuna mchezaji mkubwa kuliko timu. Dodoma Jiji ipo kabla ya hawa wachezaji wengineo. Kwa hiyo nafikiri ni kitu kizuri kwa upande wao, na inaweza ikaondoa sintofahamu zingine kwa wachezaji, na ikawafanya watu wote wawe wana neno moja, wawe wana lugha moja ili kuweza kupambana. Na ukizingatia kwamba wanakwenda kumaliza msimu, kwa hiyo wachezaji wengine pengine ambao walikuwa wapata nafasi, ni nafasi sasa ya kwenda kuonesha kwamba tunaweza tukatumia mechi hii kama sehemu ya kujionesha na kuchukua mikataba aidha kwenye timu hiyo hiyo au timu nyinginezo. Kwa hiyo wewe unapoenda kinyume, ni kitu kizuri kuwekwa pembeni. Sema nilikuwa natazama kitu kimoja kwenye hiyo mechi Masebo. Unajua wakati tupo off mic hapa nilikuwa nimeulizaje issue ya clean sheet. Naiona msimu unaweza kuwa ni nafasi nenda kubwa sana kwa Musa Kamara Pimpin wa klabu ya Simba, kwa maana golikipa. Kwa sababu nini? Yeye anazo 17 mpaka sasa hivi. Diara anazo 15. Umeona hapa Tafsiri yake ndogo ni kwamba Musa Pimpin Kamara ni goalkeeper bora wa msimu huu wa 2024-2025. Yaani umeshampa kabisa sasa hivi. Of course. Ni unajua sisi tunatumia clean sheet. Kwa hiyo kwa namba jinsi zilivyokaa na michezo iliyobakia, hakuna mtu ambaye atafikisha clean sheet 18 katika makipa wote waliosalia. Kwa hiyo kinachokuja kutokea ni kwamba goalkeeper ambaye anaweza kufikisha clean sheet 17 ni Djigui Diarra. Sio? Hao wengine wote wamebakiwa na mchezo mmoja. Djigui Diarra pekee amesaliwa na michezo miwili sambamba na Musa Kamara. Kwa hiyo tafsiri yake ni nini? Tafsiri yake ni kwamba hata Djigui Diarra akipata clean sheets kwenye hiyo michezo miwili atafikisha clean sheet 17. Musa Kamara akipoteza clean sheet zake, clean sheet hizi mbili zote, yani hii mechi mbili akiruhusu mabao atabakiwa na clean sheet 17. Kwa hiyo Djigui naye akipata clean sheet mbili atafikisha 17. Kwa automatically wote wawili watahesabika kama magolikipa bora wakiwa na clean sheet 17. Ndio maana nikasema mpaka sasa hivi Musa Kamara tayari unamweka kwenye golikipa bora wa ligi kuu Tanzania bara mpaka raundi ya 29. Of course. Ndio hivyo. Tafsiri yake ni kwamba aki stick na 17 hizo na Pimpin huyu Djigui akizipata zile mbili watakuwa wawili. Kwa hiyo tayari Musa atakuwa katika wale wawili bora. Au akiongeza au Djigui asipofika atakuwa yuko peke yake. Kwa hiyo Musa Pimpin Kamara ni goalkeeper bora mpaka sasa hivi. Either wawe wawili au wawe peke yake. Yes. Kwenye michezo miwili ambayo imesalia kwa kila timu, kwa sababu Young Africans wamesalia na Derby pamoja na mechi na Dodoma Jiji, si ndio hivyo? Simba amesaliwa mechi na Kagera Sugar pamoja na hiyo Derby na Young Africans. Msimu uliopita alikuwa yule golikipa wa Coastal Union. Matambi.
Matampi ndo alikuwa golikipa bora ambaye alikuwa na 16. Diarra alikuwa golikipa namba 2. Yes. Nini Diarra kimemshinda msimu huu Masebo kwenye hiyo nafasi? Ni kwamba kwa sababu golikipa kuruhusu kufungwa mara nyingi, inawezekana kuna uzembe fulani ambao yeye mwenyewe amekuwa nao, lakini pia inawezekana hata safu ya ulinzi ya klabu ambayo anachezea imekuwa ikiruhusu kufungwa. Ndicho ambacho kinaweza kimetokea kwa Djigui Diarra. Nafikiri kwa Djigui Diarra kama ambavyo umezungumza, unapozungumzia nyakati mbili kwenye football, wakati timu ikiwa ina mpira na wakati timu ikiwa haina mpira, ni nyakati ambazo timu zote zinawajibika. Kwa hiyo kama timu ina ruhusu magoli, walimu wanaangalia timu nzima imekaa vipi, setup yake ikoje, kwa nini magoli yameingia. Kwa hiyo ukienda kwenye Djigui Diarra, nafikiri ukiondoa pattern ya timu, namna wanavyozuia, lakini pia hata mchezaji mmoja mmoja nao kuna ile ups and down, sawa? Kuna kupanda na kushuka kwa form. Kwa hiyo Djigui Diarra nafikiri kwa msimu huu pia moja vitu ambavyo vimemfanya pengine asiwe kule ni kudrop kwa form yake kwa nyakati fulani. Kuna nyakati ambapo form yake ilishuka na alipoteza umakini na kuanza kuruhusu magoli mengi ambayo yalikuwa kwenye uwezo wake. Tunasema individuals errors, ni makosa binafsi ya kwake. Kuna nyakati yalikuwa yanamgharimu na yanamfanya apoteze clean sheets. Kwa hiyo ni kawaida kwenye world football, inatokea kwa mchezaji mwingine yote. Kama ambavyo tunasema kuna nyakati magoli yanakauka kwa washambuliaji, kama ambavyo tunasema kuna vitu vinakataa kwa baadhi ya midfielders, yes, hata kwa magolikipa form zinashuka na anajikuta anafanya. Kwa muundo nataka kuniambia kwamba Djigui Diarra anaweza amechangia Young Africans kufungwa baadhi ya mechi. Sio kufungwa, na maanisha kwenye kuruhusu mabao, kwa sababu ukienda kwenye statistics za Yanga kupoteza, Yanga ameruhusu kupoteza michezo 2 mpaka sasa hivi. Na ukienda kuangalia kwenye hiyo michezo aliyopoteza, hakuna eneo ambalo utasema ni kosa la goalkeeper pase, ni timu nzima. Lakini ninachozungumza kwenye eneo la form, kuna mechi ambazo Young Africans walikuwa wanashinda lakini wanaruhusu mabao. Kwenye kuruhusu mabao hapo kuna magoli ambayo ilikuwa ni poor organization ya defense nzima, lakini pia kuna magoli ambayo yalikuwa nafungwa kutokana na positioning yake mwenyewe kama mlinda mlango, makosa binafsi ya mwenyewe kama mlinda mlango ambayo yalikuwa yanamfanya akose clean sheet. Kwa mfano goli dhidi ya Ken Gold tunakumbuka wakati wanamfunga Ken Gold ilipigwa na Celebwenzi yule. Celebwenzi alipiga kwa umbali mrefu. Kwa pamoja na ubora alioonyesha Celebwenzi kwenye accuracy yake ya kulenga shabaha, lakini pia hata positioning ya Djigui haikuwa sawa sawa. Kwa hiyo unaona kuna baadhi ya makosa mawili matatu ambayo yalimpunguzia uwezekano wa yeye kuwa na clean sheet nyingi zaidi. Hiyo ni changamoto kubwa sana. Tukirejea hapa tutakuja kwenye issue ya madefender pia, walinzi gani ambao wamekuwa bora sana msimu huu mpaka kufikia raundi ya 29. Kutoka headquarter 96.1 KLFM.